It was your fault. No. It was. Mike alikuwa kwa nyumba yangu. Nisi alikuwa kwa nyumba yangu. Nani alikuwa mimi nilimuita. Si ndio alijileta? Alijileta aje na kitanda wewe ndio ulimpeleka kwa kitanda? Unataka kuketi chini usikize. Wewe ndio ulimpeleka kwa kitanda? Wewe ulitaka tu kujijazia. Nataka niulize swali. Usiulize hiyo swali. Hatujakuja kuongelea hiyo story. Na sasa kwa nini unasema nilikufukuza vibaya? Hizo ni mambo za jana. Hebu tuachane na hiyo story. Sasa nimeambiwa kukuza vibaya. Wewe hata nasikia kama naweza kugonga. Simpige mzee. Nasikia kama naweza kugonga. Sababu ya hiyo mambo unaanza kurudisha huko nyuma, hiyo mambo inanikasirisha. Na sasa mimi nasikia kama wewe unataka mimi nirudishe mambo nyuma, lakini wewe unashinda ukinirudilia mambo ya jana. Ni sababu ya hata mimi niko na sababu yangu. Zote niko nazo ni zangu ziko na itapatikana. Hakuna kitu hata moja ni yako. Mimi ndio nilikuwa nafanya kazi. Na mimi ndio nafanya kazi. Mimi ndio nafanya kazi. Hata hiyo nyumba ambayo nasikia mmejenga huko, mnajenga huko. Mutairejesha hapa. Unanipenda na ulale na nikukosea. Kijana yangu. Nikukosea. Wewe nawe. Nikukosea. Yaani mimi huyu ni bibi yangu. Wasichana ni wengi zaidi. Ngoja. Nikusikize nini? Nimekupata katika nini? Sio hivyo. Nimekupata. Hebu pigia bibi yako simu akuje saa hii. Just stand here. Usinikaribie. Bibi yako aliniforce baba. Mimi sikuwa nataka, sina kupenda. Alikuforce. Aliniforce. Don't come near me. Bro, ulikuwa na force huyu mwanamke kwa na yeye. Hapana. Don't come. Bibi yako kwa wapi? Sasa daktari, nauliza hii njia ninaweza saidika aje, sababu sasa hii mambo sikuwa natarajia. Acha kuja tu ili tusikie kutoka kwake. Habari yake Edna? Mimi habari yangu mtaweza. Kwa nini? Sini ndo mmeniita niambie kile mnataka. Sawa. Tayari naweza zungumza naye. Hata kama amekataa kutusalimia. Hautaki kutusalimia? Unajua ni vizuri kujulia watu hali. Edna. Sasa nyinyi mmeniita, niko kwa nyumba. Kwa nini mmeniita saa hizi? Si mngeniambia mapema nikuje kama kesho. Sina ubaya, lakini mimi habari zangu hamtaweza. Niambieni nini mmeniita? Sisi tumekuita hapa kutokea mambo ambayo ilifanyika jana. Ilifanyika baada ya kufanyika vile ilikuwa hivyo, na mzee akaachia bibi Anania Mike mtoto. Baada ya kuachia mtoto bibi Mike alimpigia akamwambia kwamba mtoto amekidnapiwa. Ni ukweli mtoto alikuwa amekidnapiwa? Nashangaa kuona tena na mtoto hapa hivi. Wanasema kwamba mtoto amekidnapiwa. Sasa tunashindwa tuelewe gani. Walikuwa wamekuita hapa ukuje uchukue pesa ambayo ilipwe ile ambayo ilikuwa inatakikana. Sasa mtoto umepata pesa, itaenda ama namna gani? Tuliambiwa kwamba mtoto watu wamekidnap anataka 1500 ndio mtoto aachiliwe. Ukipigiwa simu umeambiwa aje? Umeambiwa unakujiwa pesa? Kweli nimeambiwa hivyo. Ulikuwa unajua unakujiwa pesa. Sasa si alitufukuza kama hatuna mali ya kwenda. Alikuwa anataka tuishi aje honestly. Mzee uko na expect. Hiyo ndio ilifanya mtumie hiyo mbinu kutoka. Yako huyu mtoto wako. Si ni familia yako na unatufukuza. Ulikuwa unataka tuishi aje? Hiyo pesa ilikuwa itusaidie kuishi. Uwezi kuwa mnachukua pesa na njia ile ambayo haifai. Jusi tukikuta tupea. Sababu hata saa hizi ningetumia polisi. Mngewekwa ndani. Kitu ya kwanza. Ni kweli? Sababu kwanza nimeambiwa ama nilipigiwa simu mtoto amekuwa hijacked. Of which ni uongo. Mtoto hajakuwa hijacked. Mtoto mlikuwa mmepanga njama venye ambavyo mtaficha mtoto mtumiwe 1500 ama nusu milioni. Mgawane. Na sio jambo la kwanza ama ya pili. Tumeambiwa imekuwa ikitendeka hivyo. Ya kwamba mmekuwa mkichukua pesa kwangu, mnaenda mnagawana. Na kila kitu ambacho imekuwa ikiendelea kwa nyumba yangu, yote ilikuwa mpango yenu. So kuniambia kwamba venye nilikufukuza jana, mko na ruhusa ama mko na nguvu ya kutumia njia nyingine kuchukua pesa kutoka kwangu, hiyo inaitangwa exhaustion. Hapana. Hiyo haitawezekana. Kwanza mimi nashangaa wakati nimekuona ukikuja na mtoto.
Mtoto sio wewe unafaa kuwa na mtoto. Mtoto anafaa kuwa na mama Martin. Huyo ndio nimwachia mikononi mwake. Si mtoto ni mtoto wangu. Mbona kuwe na mama Martin? Ni mtoto wako, lakini venye ambavyo mimi ndio provider ya kila kitu. Na pesa ama chochote ambacho ikikosekana kwangu, hakuna venye huyu mtoto atakuwa. Hiyo njia mlikuwa mmetumia, mtatumia kwa watu wangapi ama mtatumia kwa siku ngapi? Sikatai mzae. Hapo sikatai, tulikosea, lakini I was desperate. Nilikuwa nifanye nini shwari? Na kwa nini wakati nilimfukuza ulikosa kuniambia kwamba utachukua mtoto tena? Ndio mtumie hiyo njia ya kusema ya kwamba mtoto amekuwa hijacked. Na tena ile namba ambayo nilikuwa nimetumia ni namba yako, ambao umeregister bila mimi kujua privately. Okay my love, tunakasirisha mtoto. Wacha mtoto akasiriki, hata kama angekuwa naelewa venye kinaendelea, angekukana wewe. Babe, sikia. Angekukana. Nimekasirika. Nilifanya hivyo juu nilikuwa nimekasirika. Kama singekuwa nimekasirika singefanya hivyo. Mimi ndio nilikasirisha zaidi. Sababu hakuna kitu hata moja nimekunyima. Nishawahi kunyima. Pamoja na kijana yangu. Lakini kukupata kwa kitanda na kijana yangu, hiyo hata hatufai kuongelea hapa. Hata watu wengine wakisikia ati mlipatikana kwa kitanda yangu mkiwa na towel. Baby, hizo ni stories za kuongea kwa nyumba. Tuachane na kuongea hizo vitu. Nyumba gani? Tunashinda tukiambia watu wote stories zetu na tutakuwa tunasisikia huko nje. Ungeniita tuketi chini tuongee, lakini wewe ulinifukuza. Sifai kukuita sababu kitu ya kwanza wakati mmepanga jama. Kuniita mimi ni bibi yako? Ndio, mlipanga jama. Mlipanga jama. Na hiyo jama mmepanga haifai kuwa. Mngeniitisha pesa na njia nyingine ambayo director chukua mtoto. Chukua mtoto director. Ni sawa? Beba yeye. Mpatie tu. Mpatie tu. Umeona? Atakubali. Sawa. Acha tu akae na yeye. Unaona sasa? Ile njia ambayo mmetumia kuchukua ama exort pesa kutoka kwangu, ndio mimi nashangaa. Yule mtu ambaye nilikuwa naita mke. Sasa mimi nilishangaa wakati nilifukuza. Wakati nilikufukuza kwa njia na heshima na njia ambayo ilikuwa inafaa. Ama namna gani? Yes, Si ulitoka kwa hiyo nyumba bila hata viatu bila hata nguo. Nilikutoa sababu ya yale mambo ambayo mlikuwa mnafanya. Au unataka kusikiza my side of the story? Nilikwambia it was all Mike's fault. It was not my fault. It was your fault. No. It was. Mike alikuwa kwa nyumba yangu. Nisi alikuwa kwa nyumba yangu. Nani alikuwa mimi nilimuita? Si ndio alijileta? Alijileta aje? Na kitanda wewe ndio ulimpeleka kwa kitanda? Unataka kuketi chini usikize. Wewe ndio ulimpeleka kwa kitanda? Wewe ulitaka tu kujijazia. Nataka niulize swali. Usiulize hiyo swali. Hatujakuja kuongelea hiyo story. Na sasa kwa nini unasema nilikufukuza vibaya? Hizo ni mambo za jana. Hebu tuachane na hiyo story. Sasa. Nimeambiwa kufukuza vibaya. Sikukufukuza. Usiambie watu tulifukuza vizuri. Nilisikukufukuza vibaya. Hiyo njia ndio inafaa. Na hata saa hizi mkitaka mambo iwe mbaya, nitaita polisi. Hiyo njia na namba niko nayo hapa. Sawa. Hebu sio unataka kuita polisi ya nini? Sawa. Polisi ni wani? Niko na namba na niko wakati mimi na wewe tulikuwa tunapatana na watu wote walikuwa wapi? Si mimi na wewe. Ya voice call wakati nilikuwa naongea mpaka na mke ya nani? Mke wa kijana wangu. Let's talk. Yote niko nayo hapa. Ambia wote waende, hizi kamera hizi nini ziende tuongee na wewe. Mimi hizi story. Hakuna kuongea, tunaongea naye. Mimi nataka nikuulize swali. Ndio ni watu wawili. Ni njia hiyo ulikataa? Sijakataa. Kijana alikuwa anafanya nini? Hiyo ni makosa. Na unasema ndoa ni watu wawili kwa nini? Sijua watu kijana ni nani? Si ni watatu, ni watatu. Huyo si wa pili. Kama ingekuwa mimi na wewe ingekuwa salama. Lakini kijana aliingilia. Na sijui amekuwa kwa hii muda gani. Ni sawa mzee, najua uko na hasira. Sawa. Lakini mimi ningependa niongee kidogo. Mama, mimi najua nimeitwa hapa na mzee. Mimi naitwa Daktari Magongo. Na hii mbinu yote ambayo mmekuwa naye kuchezea mzee, mimi ndio nimekuja nikamueleza hii ukweli. Na hii mipango yote ambayo mko nayo, na huyu mama unamjua? Unajua huyu mama? Simjui vizuri. Umjui mzuri? Sema ukweli. Ujui mzuri huyu mama mzuri? Sema ukweli. Sijasema simjui, nimesema simjui vizuri. Umjui mzuri aje?
Sijui kama kwao, sijui babake, sijui vitu zingine, sijui anakulanga nini, lakini namjua tu kidogo. Hata mtu akitaka kusaidiwa haongeangi venye unaongea. Mara ya mwisho mmeonana na yeye lini? Si maswali zote ni za nini? Jibu swali kulingana na venye ambavyo unavyoulizwa. Mswahili alisema kuuliza jibu si upumbavu. Kutouliza jibu ndio upumbavu. Unaenda unafanya vitu zako. Lakini saa hii jibu lote, swali yote ukiulizwa jibu. Tuko hapa tujue ukweli wa kila kitu kinaendelea katika nyumba yangu. Unajua huyu mama namna gani? Hiyo ndio umeulizwa swali. So ni mother-in-law wa Mike. Na kwa nini unasema umjui Sinakwambia simjui vizuri. Unaweza kosa kumjua aje? Namjua lakini si vizuri. Si mzuri. Na Mike mnakuanga naye? Ngombe hizo stories za jana chana nazo. Mike mnakuanga naye? Sasa nikuulize msichana, wewe una plani gani? Hii vitu yote ambayo imetendeka jana, wewe una plani gani? Mimi niliambia, babe nilikwambia, tuketi chini tuongee, just me and you, bila watu wote. Mimi najua tunaweza solve. Tukiongea tu na yeye. Hii ya kuongeza watu wengi kwa ndoa inafanya vitu zikue. Tunaweza solve? Tunaweza solve. Nimekaa miaka ngapi nje? Miaka 2. Chenye kimeendelea katikati ya nitoke huku niende mpaka saa hii. Mimi nakijua? Si labda niambie. Ndio nauliza wewe, mimi nakijua? Sijui. Sikijui. Kwa hivyo mimi ni mgeni wa chochote ambacho kinaendelea katikati yenu, katikati yako na kijana yangu na wa mama yake, kila kitu. Sababu kitu ya kwanza, mimi hakuna kitu nishawahi kunyima. Kila kitu ukiitisha nilikuwa nakuletea. Isipokuwa time. Time gani? Ukuwa, si nilikwambia you are not around. Kwani mimi si mwanadamu? Mimi nikimiss mtu nikisikia baridi July nitafanya nini? Uwezi ningoja. Naweza, nilijaribu. Ulijaribu. My best. But why? Ndani ya Uliza huko penye ulikuwa hata ulikuwa unajaribu? Yes. Why ndani ya nyumba yangu na kitanda yangu, matrimonial bed? Tena mtoto wangu, sio mtu mwingine? Unajua hii kitu hata kwanza kwa kimila ni mbaya sana. Unajua ifai waache hivi sababu wanaweza hata haribika kichwa. Mimi hata nasikia ni kama wewe hata sitaki hata kuongea naye. Huyo kijana kwanza inafaa tufanye kitu. Bibi wewe si bibi yangu. Mimi ni bibi yako. Kama wewe ni mke wangu ungejua venye ambavyo unafanya ni makosa. Wewe nani akoseangi? Umevunja Nani akoseangi? Wewe hujaifanya makosa. Si makosa kama hiyo. Hata hakuna makosa kubwa na makosa. Ushampata akifanya makosa. Wewe nipata nikifanya hiyo makosa? Mimi simtafutiliangi, sasa nitajua aje. Ushawaiona hata tuseme for instance ama mfano. Umepata mtoto, nichukue mtoto wetu nilale naye. Ni the same na kulala na kijana yangu. Venye umefanya na kitanda yangu matrimonial bed. Huko nje si kuna lodging. Kwa nini amungeenda huko? Mnanionyesha hadharani venye ambavyo mmekuwa mkifanya. Beba tukuonyeshe. Hatakuwa tunajua unakuja hata hiyo siku. My friend. Hiyo ni suluhisho hadharani ya kunionyesha venye ambavyo walikuwa nafanya katika maisha yao ndani ya nyumba yangu. Sababu kama ni kwa kitanda yangu na mimi mwenyewe nilikuwa nimemwambia nakuja. Sikumwambia time lakini nilikuwa nimemwambia nitakuja. Hata hukuniambia siku. Unaona? Nilikuambia siku lakini sikuambia masaa. Venye mtu anakuaga anxious kungojea mzee ama kungojea mtu ambaye amekaa nje miaka 2. Sio kama wewe. Simu yenyewe hata uwezi nipigia uniulize bado unakuja ama uko wapi? Hakuna. Hiyo ni kunionyesha nini? Hauna haja na mimi. Yes. Sababu sasa mimi nilikwambia ile siku nakuja lakini sikukwambia masaa nitaingia saa ngapi. Ni kweli msichana, unakubali ulikosea? Nakubali. On the same note. Mtoto ukakuja ukaitisha alafu mkakuja mkaniambia mkakubaliana mkashirikiana. Mtoto amekuwa hijacked. Ndiposa mchukue pesa. It was not my idea. Whose idea? Ilikuwa idea madhe. Nani alisema? Yeye ndo aliniambia nitakuja kukaa kwake aje. Mimi na wewe ni nani?
Ni bwanangu pe. Na mtu wa nje madhi anaweza kwa mtu wa nje, si mother-in-law. Kwanza ulikuwa umesema ya kwamba haumjui. Simjui mzuri. Si ni sawa? Lakini yeye anakuarifu ama wakati ulinifukuza ulikuwa unataka niende wapi? Mimi nilienda kwake juu sasa ningeenda wapi? Kuna njia mingi za kutumia, njia mingi za kufuata, sio kukuja kuchukua pesa kutoka kwangu. Na ulinifukuza kama umbwa, hakuna njia mingi za kufuata. Kufukuza kama umbwa. Ile njia kwa mgongo. Wewe hata nasikia kama naweza kugonga. Simpige mzee. Nasikia kama naweza kugonga. Sababu ya hiyo mambo unaanza kurudisha huko nyuma, hiyo mambo inanikasirisha. Na sasa mimi nasikia kama unataka mimi nirudishe mambo nyuma, lakini wewe unashinda ukinirudilia mambo ya jana. Ni sababu ya hata mimi niko na sababu yangu. Hiyo mambo hiyo pesa sawa, hakuna mtu anaongea story ya jana. Half a million. Nani alikuwa amepanga? Kila mtu unajua hii kitu ile mimi na nishangaza na kila mtu anaelekea mwingine lawama. Huyu anasema huyu anasema, nataka tu mniambie ukweli. Mpango ilikuwa ya nani? Mpango ilikuwa ya huyu na mama Martin. Ndio walikuwa wamepanga na nikamwambia achana na hii kitu kwa sababu mzee anajua, atajua tu. Hata tukienda hata tutaenda sana kama mzee hajajua. So ndio walikuwa wamepanga hiyo. Haukusema hivyo. Mimi nilisema hivyo. Ulisema tusipange juu mzee akijua ni wewe ndo atauliza. Tupange na tusikuambie, hivyo ndo ulisema. Mimi niliwaambia hii kitu. Ulisema tupange lakini tusikuambie. So hivyo ndo ulisema madhe sema ukweli. Tulipanga lakini niliwaonya. Mimi niwakanya nikamwambia mzee anaona mbali. Wewe unanipangia mpaka mambo. Unanipangia mpaka maneno. Unipangia mpaka maneno, uniibie pesa. Alafu unakuja hapa unaanza kuniambia mimi ndio nikufukuza kama umba. Ulinifukuza. Na hiyo mpaka mambo ya mzacha naye. Wewe. Huyu sasa atasaidika aje? Unajua kitu ile mimi na nisha. Atasaidika aje huyu sasa? Ni kiburi ambaye ako nayo. Unajua angekuwa ametulia sababu amekosea, lakini baada ana kiburi. Naomba ukuje tu hapa tuongee. Atasaidika aje huyu sasa? Najua hii kiburi ambayo uko nayo, huwezi ona kama umekosea. Wewe uone kama umekosea, unaona ni kitu ya kawaida tu ulifanya, ni makosa ambayo unasema pole na iisha hivyo. Uone ni kama ni makosa kuzaa na kijana ya huyu mzee. Huyu mtoto sasa huyu mzee atamuita namna gani? Kwani ni mimi nimekosea peke yangu? My friend, mimi niko na hasira sababu mtoto ndiposa azaliwe. Anamaliza miezi ngapi? 9. Miezi 9. Na mimi nimekaa miaka 2. Imebaki miezi ngapi? Ndio nikuje saa hii nimeingia. Jana nimeingia. Miezi 13. Mwaka moja ni miezi 12. Ni ukweli? Mwaka moja miezi 12 na 2. Kwa hivyo na ile ingine miezi 4. Miezi 3 ndio ikave kutoka kwa miezi 6. Kutoka kwa miezi 9 kwenda kwa mwaka moja ni miezi ngapi? 3. 9 plus 3, 9 plus 3 inakuja 12. Kwa hivyo sio mahesabu. Hii ni mambo ambayo walianza kitambo. Sababu kabla mtoto azaliwe, kabla mtoto aingie, alafu amalize miezi 9, bado wako na kijana yangu. Hiyo ni mwaka. Mlianza lini hadi na kuwa na karibu na kijana nani? Mimi sitaki kuongea stories za the past. Ni tuanze tujue kama tunatafuta suluhisho ama hii meeting ni ya nini. Mimi nataka kuendea mtoto. Tunatafuta suluhisho gani wewe? Si ndio nataka kujua hii meeting ni ya nini. Tunatafuta suluhisho ama mimi niende mtoto wangu niende home. Mtoto wako? Mtoto mgani? Unajua kitu ile inapea huyo msichana kiburi. Mimi najua ni kwa nini. Na mimi nataka nikupee tu onyo. Hizo vitu ambaye uko nayo ya huyu mzee nataka urudishe. Najua unaongea tu kwa upole na mimi nakuambia tu hizo vitu ambaye uko nayo, hizo vitu ambaye ulibadilisha za mzee, mimi nataka urudishe. Gani? Yaani mpaka kuna vitu zingine amebadilisha? Vitu gani? Mimi nimemwambia tu hivyo na kesho isipite kesho. Vitu gani hizo? Ni nini umebadilisha vitu zangu? Sina vitu zangu. Nini amebadilisha zangu? Ulinifukuza na kitu. Sasa nguo zangu niliziacha kwa hiyo nyumba. Nimekaa nje miaka 2. Ni nini umebadilisha zangu? Mimi nataka kujua. Mimi hakuna kitu niko nayo yako. Vitu zangu niko nazo ni zangu. Ni nini amebadilisha yangu? Mzee mimi nimekuambia tu, nimemwambia hivyo, si nimeambia kila mtu akisikia isipite kesho. Si nimeongea mzee, hata wewe umesikia. Wewe usikuwe na wasiwasi. Mimi mwenyewe najua nikikwambia hivyo, mimi mwenyewe hii mambo yako ndashughulikia. Na nilikuambia kuna vitu mingi ambaye nataka nikufunulie na nimemwambia mbele yenu.
hizo vitu ambayo uko nayo kesho isipite ukuje nayo. Nadhani kila mtu amesikia nimeongea, si ndio? Najua anaongea tu na kiburi sababu anielewi. Sawa, mmemaliza, mimi niende. Hapa ndipo nimejua. Eti na mbona unakuwa na kiburi? Mswahili alisema kwamba kikulacho kinguoni mwako. Leo ndio nimejua. Nilikuwa tu nasikia methali. Lakini saa hii ndio nimeelewa. Kikulacho kinguoni mwako. Si basi utoe nguo Nitoe nguo aje? Na wewe umekuwa ndani ya nyumba yangu na ndio unanikula. Umepanga njama na watu wa nje. Nifukuza, si nimetoka basi. Sasa hizi unanitafutia nini? Sasa mimi nataka chochote ambacho umechukua. Sina kitu yako. Changu. Ninakihitaji. Hata ukikataa kusema. Hata bila viatu. Nitafanya uchunguzi na nitafanya upelelezi. Vitu zote niko nazo ni zangu, ziko na itapatikana. Hakuna kitu hata moja ni yako. Mimi ndio nilikuwa nafanya kazi. Na mimi ndio nafanya kazi. Mimi ndio nafanya kazi. Hata hiyo nyumba ambayo nasikia mmejenga huko, mnajenga huko. Mutairejesha hapa. Ena na kiburi yako. Lakini kiburi nafika mwisho. Sasa hata ameacha mtoto. Madhe utabaki na mtoto. Kesho nataka hiyo mali. Hapa. Na uwe usione kama umeenda mbali. Na tatumia njia zote. Na utaregesha hapa. Na utarudi hapa. Mambo itakugeukia. Usione kama umeenda. Wewe peleka kiburi. Lakini mwisho wa kiburi. Hapa. Ana kiburi. Hata mtoto utachukua mpelekee tu. Mtoto utachukua utampelekea? Mtoto huyo atapeleka. Hata mtoto wacha aende. Wacha aende. Hataki kitu chochote. Wacha mtoto aende. Sababu sasa hata nikichukua mtoto nikae na yeye ama nipatiane. Bado anakujiwa. Na anakujiwa na njia ya kuchota pesa zingine. Kwa hivyo wacha kwanza wakae nayo. Wakae naye, wachukue wakae, mimi nitajua venye nitaendelea. Lakini kwanza mali rudi. Kila kitu irudi ambao iko na jina yangu. Utachukua mtoto umpelekee madhe? Nitachukua mtoto nimpelekee. Mtampelekea. Sawa. Kwa sababu mzee amesema mtoto asikae karibu, asichote pesa. Kwa hiyo mtoto ndawapelekea. Msichana ako na kiburi. Hiyo ni kiburi. Na mimi nimeongea, nimemwambia kesho. Wacha aende afanye vile anafanya. Kesho tutapatana tu, haina shida. Mzee usikuwe na wasiwasi. Sasa mzee usikuwe na wasiwasi. Wacha tukiwa hapa kila kitu iko sawa. Lakini ni uchungu. Ni uchungu sana. Naelewa. Nasikia uchungu ndani ya moyo wangu. Watu nimesaidia, watu nimeinua, watoto wangu. Alafu wanakuja wanafanya njama, wanashirikiana. Mimi mwenyewe waniibie. Aliye juu, kila kitu itabadilika.